majina naitwa Messi Chengula, balozi wa amani, pia ni katibu kamati ya mahusiano shirikisho la wachimba madini Tanzania. Na katika mkoa wa Geita mimi niko kwenye kamati ya wachimbaji wadogo, kutoa elimu, kusimamia kwenye zile kamati za wachimbaji wadogo kabisa, hasa wanayechimba madini kwenye leseni za watu. Ndio ninasimamia hiyo kamati. Tuseme siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan, siku 100 kwenye sekta ya madini, mimi ninaona kwa tathmini yangu 90% matokeo yamepatikana kwa siku 100. Kwa sababu gani nikizungumza? Katika kipindi cha siku 100 tumepata migodi mingi ambayo imepata tunasema dhahabu ya nini? Ya mlipuko. Umeona? Tumepata mgodi mkoa wa Mara, tumepata mgodi miwili mkoa wa Geita. Kuna Msasa, kuna Nyamtondo. Migodi nikisema mlipuko, migodi ambayo inaweza kutengeneza ajira ya watu milioni 1 kwa wakati mmoja, mgodi mmoja. Na siku hizo 100 zimetafsiri dhana halisi za serikali ya awamu ya 6 kwa sababu hii moja. Maeneo haya yaliyopatikana migodi safari hii, hakuna mchimbaji mdogo aliyenyanyaswa. Umeona? Hakuna mchimbaji mdogo aliyefukuzwa. Niliposimama hapa ni mgodi wa Msasa. Una takribani ya watu milioni 2 na wachimbaji karibia nchi nzima wako hapa, lakini hatujasikia mabomu ya watu kutimliwa. Hiyo ni tafsiri sahihi ya siku 100 ya uzalendo kwa Watanzania. Nikizungumzia unajua walengwa wanayefanya kazi nimetaja kwamba mgodi huu karibia una vijana wasiopungua milioni 1 kwa haraka. Umeona? Una vijana wasiopungua una watu karibia milioni 2. Vijana ndani yake lazima ichukue 70%, kwa sababu watendaji wakuu wa migodini 70% ni vijana, 20% ni wamama kwa ajili ya nini? Ya ukware. 10% ni ya watu wengine, mama ntilie na nani. Kwa hiyo tunapozungumzia mgodi kutoa ajira kwa watu zaidi ya milioni, unazungumzia 70% ya vijana Tanzania. Na hiyo ni tafsiri nzuri sana, kwa sababu miaka ya nyuma ingetokea mlipuko mkubwa kama wa dhahabu kama huu kwenye serikali ambayo haina hofu, lazima hao wachimbaji wadogo wangefukuzwa, kwa sababu mwenye leseni, sheria inamtaka mwenye leseni achimbe mwenyewe. Lakini kwa huruma na upendo wa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, alisema wachimbaji wadogo, kama mwenye leseni umeshindwa kulinda leseni yako, basi wasifukuzwe, na ndio imekuwa neema. Nipongeze kwanza serikali ya mkoa wa Geita kwa ujumla, nipongeze serikali, kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Bukombe. Mimi ninaamini kwamba bila serikali ya mkoa, kwanza bila serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, maana yeye ndo anatoa maelekezo kwa viongozi wa mkoa kwamba wachimbaji wadogo wafanye nini? Wasimamie. Lakini binafsi nimpongeze pia mkurugenzi wa leseni hii inayochimbwa, kwa sababu sio kitu rahisi, umeelewa, kugawana na watu kwenye leseni ambayo unaamini wewe ni ya kwako, lakini riziki mnagawana, umeelewa. Na ndio maana katika uchimbaji utaona 30% inaenda kwa mwenye ardhi na leseni, 70% anabakiwa mchimbaji mdogo. Kwa hiyo hicho sio kitu kidogo. Kwa hiyo anatakiwa mwenye leseni apongezwe.